Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa neema ya Mungu tunamshukuru, ametuwezesha tena, ametulinda, ametutunza, na tunaendelea na somo letu la jinsi ya kuishi katika upako, na leo ikiwa ni kipindi cha pili baada ya kile kipindi cha kwanza. Na kipindi cha kwanza tulizungumza kwa maana ya nini upako. Upako ni kitu gani? Na kwa jinsi ambavyo tumekifahamu, tumekisikia, tumekiishi, na yawezekana tulikuwa tunajua bayana ya kwamba huu upako ni kitu gani. Lakini tukajifunza kwa chimbuko la hiyo upako limetokea wapi. Na tukaona kwenye Biblia halimo, lakini tunaitumia kivipi, na limetokea wapi, na tukatanabaisha yote hayo. Na tukazungumza kwamba somo hili tunalenga maisha yetu tuishi katika nini? Tuishi katika upako. Na tukazungumza nini maana ya kuishi katika upako. Tukasema kwamba kuishi katika upako maana yake ni kuishi katika mahali pawili kwa wakati mmoja. Kuishi duniani hapa, lakini na kuishi mbinguni kwa wakati mmoja. Kuishi duniani na kuishi mbinguni kwa wakati mmoja. Na tukazungumza kwa mifano mingi, tukaona kwa namna ya Elisha ambavyo alikuwa na access ya kuingia mbinguni na kuwa duniani wakati huo huo. Na tukaangalia kwa mapana makubwa na marefu ya kutosha. Na hata baada ya kufa, mwili wake, yale mabaki siri bado yalikuwa na connection na mbingu. Kwa sababu ni kama amehama tu kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Lakini ile flow ya ile connection ya kimbingu ilikuwa bado iko pale pale. Amina. Na tukaona kwa mfano wa yule mama ambaye alitoka na damu kwa miaka 12. Kwa jinsi ambavyo alishika lile pindo, alikuwa mbinguni. Amina. Lakini walimuona akiwa duniani. Na Yesu wakati huo alikuwa mbinguni, mguu mmoja alikuwa duniani, mguu wa pili. Na ndio maana yule malaika aliposhika lile pindo, ule mguso ulikuwa ni wa kimbingu, tofauti na mguso ambao walikuwa kimguso watu wengine ambao walikuwa wamezunguka mahali pale. Na Yesu mwenyewe akathibitisha kwamba kuna nguvu zimenitoka. Sio nguvu alizokuwa akitumia kutembea au kunyanyua vitu. Ni nguvu ambazo ziko katika nini? Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuanzia hapo, wacha tuangalie kwa habari ya faida. Faida za kuishi mahali pawili kwa wakati mmoja. Faida za kuishi mahali pawili kwa wakati mmoja. Faida za kuishi mahali pawili kwa wakati mmoja. Na huku mahali pawili ni mbinguni na duniani kwa wakati mmoja. Faida ziko nyingi sana. Lakini leo wacha tuzungumze kwa faida mbili ambazo zitatupatia mwanga fulani na kuona maana au uzito wa hiki kitu cha kuishi katika upako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Faida ya kwanza katika nyingi sana ambayo utaipata na utaishi nayo kwenye maisha yako yote kama utaishi katika upako ni kuthibitisha Ukristo wako. Kuthibitisha Ukristo wako. Wangapi msio wa Kristo? Tufahamiane kwanza. Bwana Kaledi, wewe ni Mkristo? Safi. Okay. Sasa nina imani wote tunazungumza hapa ni wa Kristo, si ndio? Na sina haja ya kueleza nini maana ya Ukristo kwa sababu tayari wote ni wa Kristo. Na tunapozungumza kwa habari ya Ukristo, ni mtu ambaye tayari maisha yake ni ya tofauti na watu wengine ambao sio Wakristo. Lakini kama hakuna kitu cha tofauti cha kuthibitisha ya kwamba wewe kweli ni Mkristo, utakuwa kama wale wengine. Unanielewa vizuri? Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama utakuwa kwa mfano shuleni, si ndio? Hata kama haujasoma sana, lakini angalau una idea fulani ya watu ambao
waliwahi kusoma hata shule ya msingi. Unaelewa vizuri? Ukiwa shule ya msingi, kwa asilimia kubwa tunakuwa tumejumuika watu wa kariba tofauti tofauti, maisha tofauti tofauti. Inawezekana mahali unaposoma una mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi. Tunaelewa vizuri? Inawezekana kwenye darasa unasoma na mtoto ambaye ni mtoto wa nani? Wa mkuu wa kituo cha polisi. Sawa? Kuna maisha fulani na adabu fulani juu ya huyo mtoto. Uongo kweli? Hata zile kuja za kumuonea neno, kumpinya wala kumnyang'anya vijojo na biskuti ambao wanakuja nazo, hautathubutu. Kwa sababu unajua baba yake ni mkuu wa kituo cha polisi. Sio wasungusungu. Baba yake ni mkuu wa kituo cha nini? Cha polisi. Kwa hiyo kama nikithubutu kumuonea, halafu akaenda akalisema kwa baba yake, cha mtema kuni kitalipa. Kwa kuna namna ya adabu na heshima ambayo itakuwepo. Lakini kwanza ifahamike ya kwamba huyu ni mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi. Tofauti na hapo, atakuwa akiishi kama wengine, kama ni kuonewa ataonewa kama kawaida na mambo mengine kama haya. Kwa hata sisi wenyewe maisha yetu ya kuokoka kwa namna ya Ukristo yanatakiwa yaambatane na vitu fulani ambavyo vitatuthibitisha kwamba sisi kweli ni wa Kristo. Sasa kitu ambacho kitakuthibitisha kwamba wewe ni Mkristo ni nini? Upako. Ni nini? Upako. Ni nini? Upako. Upako. Na neno na hili kichwani, yaani kama mwana Muhammad 9 jumulisha 2 unapata ngapi? 10. Unaenda na 1. Unaenda na 1 kichwani. Nenda na 1 kichwani ya kwamba tunapozungumza kwa habari ya upako, sio nguvu za kutolea mapepo tu. Sawa? Hiyo naomba uendelee na 1 kichwani. Tunapoendelea tunazidi kuitanua na kuona matumizi zaidi ya hapo. Kwa kipindi kilichopita nilitolea mfano wa simu na nikaeleza vizuri. Sasa namna moja au faida moja hapo ya mtu kuishi katika upako ni kudhibitisha Ukristo wako. Kudhibitisha Ukristo wako. Na Ukristo wako unapokuwa wa maneno matupu, unakuwa hauna mashiko. Na wala haututishi. Na wala hautubabaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kuna watu ambao hawajaokoka hawanywi pombe. Kuna watu ambao hawajaokoka hawafanyi uzinzi. Kuna watu ambao hawajaokoka hawaibi. Kuna watu ambao hawajaokoka hawadani. Tunakubaliana eh? Kwa hiyo kama wewe maisha yako yamekomea hapo kwenye kutofanya dhambi, hakuna tofauti mtu mwingine ambaye hajaokoka. Tunataka tuone kuokoka kwako kuna madhihirisho katika utendaji wa nguvu za Mungu zinazofanya kazi. Wachawi bwana, kuona jeuri fulani. Mchawi akijua ana uchawi na anakumudu, wala una jeuri kweli kweli. Anaweza kaya nyumbani kwako, akaweka mzigo wa tumboni kwake, mlangoni kwako vizuri kabisa na kutosha. Alafu akajitambulisha ni mimi ambaye nimeweka. Utanifanya nini? Shida ni nini? Ana kitu ndani yake ambacho anajivunia. Ukifanya tu anaweza kukumia mara moja na ukashika adabu. Haleluya. Haleluya. Sasa sijakwambia na wewe utumie upako ukaweke mizigo yako na mwili wa watu. Najaribu kuonyesha kwamba kuna watu ambao wana nguvu katika ulimwengu wa roho ambazo ni za upande wa pili, na wanazitumia kibabe na kudhihirisha ya kwamba wanaweza. Na huo ubabe utokana na nini? Na madhihirisho. Sio maneno matupu. Sio maneno matupu. Na ikwambia kesho hauamki na hauamki kweli. Sisha kuona akisema uamki na uamki.
Sasa kama wao wanaweza wakatulingishia au kuwalingishia wale ambao wanaweza kuwalingishia namna ambavyo wanaweza wakafanya na wakathibitisha, why not you and me? Sikuma ongea Kiingereza hapo anasisitiza. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hata sisi wenyewe Ukristo wetu uwe na madhihirisho na uthibitisho ya kwamba kweli tumeokoka na kuna kitu cha ziada na cha maana kuliko hata wachawi. Amen. Na mahali pa kwenda kutestia pa kwanza ni kwa mchawi mwenyewe. Amina. Kwa mchawi mwenyewe. Sasa wewe utajifikiria kwamba una nguvu kwa mchawi kama usipata kwa mchawi mwenyewe. Sasa kuna tenda inakuja, ngoja tuendelee, kuna tenda inakuja. Kwa hiyo jiandae. Amina. Jiandae kwenye tenda nzuri. Sasa tunapozungumza kwenye uthibitisho wa Ukristo wako, tunamwona Paulo kwenye haya maandiko mawili tofauti. Mahali pa kwanza akiwaandikia Wathesalonike kwa habari ya namna ya Ukristo wake, ya wokovu wake ambapo haukuwa na maneno matupu. Amina. Na badala yake ulikuwa na uthibitisho wa vitu vinavyoonekana zaidi ya maneno. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmoja tusomea hapo. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Ndiyo. Biblia inasema ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi vilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu. Kwa hiyo injili zetu zisiwe za maneno tu, maneno chuku. Lazima kuwa na kachumbari na makorobezo mengine ndani ya hii injili ambayo tunaitangaza. Amen. Iwe ni kwa mtu moja, iwe ni barabarani, iwe ni mahali popote. Amina. Yasiwe ni maneno chuku. Amen. Lazima kuwa na namna ya kutingisha huko. Haleluya. Sasa Paulo anasema ya kwamba injili yetu haikuwa maneno tu, bali na uthibitifu mwingi. Na uthibitisho haukuwa mdogo, haukuwa kubatisha, haukuwa kupepesa. Ulikuwa ni mwingi ambao unajitosheleza, bali na katika nguvu za Mungu katika kupeleka injili zinahitajika kweli, ili kusudi ithibitike maneno unayosema ya kwako unaosema ni tofauti na mtu mwingine anayepiga debe, anayeuza vyombo mtaani, si ndio? Si wale jamaa wanapitaga na vyombo, mashuka, mabeseni, manini, soka matembelea sometimes hata kama hakuwa na budget ya kununua hiyo bidhaa, anakushawishi mpaka unanunua. Ametumia Roho Mtakatifu Hapana. Sasa imekwaje hela ya mboga umenunua beseni? Ni nguvu ya ushawishi wa mdomoni mwake na akili yake kisaikolojia. Sasa wewe ambao umetumia nguvu za Roho Mtakatifu kupeleka kitu, lazima uwe na zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nguvu za Mungu kwa maana ya upako katika utendaji lazima uambatane katika kupeleka kwako injili, aidha kwa mtu mmoja barabarani au mahali pengine popote, lakini yasiyo maneno matupu. Na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Kwa haya yote Paulo anakumbusha na anawatia moyo na anawachochea ya kwamba kile ambacho amekianzisha kule nyuma wao wakiendeleze, lakini wasifanye katika namna ya maneno matupu tu, bali kuwe na nguvu tendaji ambazo zinazoonekana, bali kuwe na udhibitifu mwingi, sio wa kupepea.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiki kitatusaidia sana katika kuipeleka injili na ikaeleweka. Na ndio maana injili ya Yesu ilikuwa inaambatana na miujiza na matendo ambayo yanaonekana. Na ndipo hapo watu wenyewe walikubali na kuona kwamba kweli huyu mtu anayosema ni halisi. Amina. Kwa nini? Kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa anakifanya na kinaonekana. Haya, twende Wakorintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 na 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 na 5, Biblia inasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Na neno langu Paulo sasa. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu. Okay, tunajifunza namna ya kuhubiri, tunajifunza namna ya kutafsiri maandiko, lakini kama tutakomea hapo tutakuwa tumefeli mahali. Tupate maarifa jinsi ya kuhubiri, tupate maarifa jinsi ya kutafsiri Biblia kiusahihi kweli, lakini haya yote yaambatane na madhihirisho ya kile ambacho tunakisema. Amen. Tusikomee kwenye akili tu. Paulo anaendelea kusema, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Kwa dalili za Roho, na Roho anayefanya hapa ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Na nguvu kama nilivyosema kwenye Wathesalonike hapa. Sasa ili iweje? Hayo yote yanafanyika kwa sababu hayo yote yanafanyika, yana maana kuna kitu kinalengwa ili kusudi haya yatokee. Kinacholengwa ni kile tunachozungumza mstari wa 5. Anasema ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Bali katika nguvu za Mungu. Kwa hiyo haya yote ambayo tunayofanya yanaambatana na udhibitifu na utendaji wa nguvu za Mungu katika upako, yanapeleka imani ya hao watu katika nguvu za nani? Katika nguvu za Mungu. Na sio kubaki tu na uelewa wa kibinadamu. Amina. Na uelewa wa kibinadamu, bali kuwa na matendo na udhibitifu kweli ambao uko dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kuna msafiri mmoja nampendeza sana huyo jamaa. Anajimbani vya kidage ya kibishikibishi sana. Na moja kauli yake anasema kwamba kama una uwezo wa kuthibitisha neno la Mungu, kapi. Kwenye nini? Kapi. Unaelewa? Kwa sababu hauna tofauti na mtu mwingine yoyote. Haleluya. 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 Sasa kwa tumeshazoea kutoa pepo, basi nisema kwamba kama hauna uwezo wa kutoa pepo, sawa? Kama una uwezo wa kumwombea mtu ukatoa pepo, achana kuhubiri habari ya Injili. Hii sasa unahubiri kitu gani? Kama unahubiri hauwezi kuthibitisha, unatofautia na piga debe mwingine wa barabara. Jamani, mbona kama mehama hapo? Haleluya. Bwana akupongeze kwa nione hapo hivi. Au mshahama mbele mbinguni. Mpo kumbe mpo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu ilikuwa kama tujifunza leo kwa habari ya kutoa pepo. Lakini asubuhi yakaja mambo mengine. Haya kasogeza mbele. Sasa usikose vipindi vinavyokuja. Na ifike mahali uko safi. Twende sababu ya pili. Faida ya pili. Twende faida ya pili. Faida ya pili, kwa nini uishi katika upako? Kwa nini uishi katika upako? Kwa nini uishi katika upako? Faida ya pili ni kutimiza kazi iliyokuleta hapo duniani.
Kutimiza nini? Kazi. Kutimiza kazi iliyokuleta wapi? Hapa duniani. Kutimiza kazi iliyokuleta hapa duniani. Wangapi wanajua hapa duniani sio kwao? Wangapi wanajua mbinguni ndio kwao? Aha. Kumbe wewe umetoka mbinguni na baadaye utarudi mbinguni, si ndio? Ndio. Na hapo umekuja kwa muda kitambo tu. Kabisa. Unaona mtaki sana wa kuishi hapa duniani, unajua? Ndio. Kama ulikuwa huna taarifa sasa, kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu umeshapunguza, umesogea mwaka mmoja kufa kwako. Sawa. Mama Agnes usinune, yani ndio hivyo. Kama Mama Agnes ulitakiwa kufa mwaka 2027. Maana yake 2024 ulikuwa miaka mitatu. 2025 baada miaka mingapi? Miwili. Sasa kama kitakuleta hapa duniani hujakifanya, maana yake muda wako umekaribia kuisha na hujafanya chochote. Na hapo unafanya nyumbani kwenu ndio kutoa hesabu. Halo. Nina. Wewe kurudisha. Maswali hapo. Tulia ngoja. Sasa kutimiza kazi ile kuleta hapa duniani. Kila mmoja aliyepo hapa duniani amekuja kwa kazi maalum. Na alipotoka ametoka kwao, amekuja hapa duniani kwa ajili ya kazi maalum. Na baada ya hiyo kazi anarudi wapi? Wow. Anarudi kwao. Sasa tunatofautiana. Majukumu ya kufanya tunatofautiana. Lakini katika hayo majukumu lengo ni hili. Moja. Kujenga ufalme wa Mungu. Sasa moja ni kidole, moja ni mguu, moja ni mkono, mwingine ni macho. Si ndio? Kwa namna tofauti. Sasa kama wewe ambaye ni macho utagoma kuangalia miguu, atashindwa kutembea kwa sababu anajua akitembea akienda huko inawezekana huu akadumia kwenye shimo akamuumiza nani? Mgongo. Si ndio? Kwa hiyo ili kusudi asimuumize mgongo na yeye anabaki hapo alipo. Lakini shida ni nani? Shida ni macho. Inawezekana wewe ni mgongo. Macho ameona. Amekupeleka mpaka mahali husika. Na miguu amehusika kukupeleka, si ndio? Lakini wewe mkono umegoma kuchukua kitu. Umeangalia hapa. Chukua chukua Shida iko wapi? Kwenye mikono. Mguu amefanya kazi yake, macho amefanya kazi yake, na kila kitu amefanya kazi, lakini wewe mkono umefanyisha zoezi. Sasa kama utambui kilichokuleta hapa duniani, tafadhali tusipotezeane muda na kufahamishana. Tafuta haraka na ukae kwenye foleni. Natafuta. Tafuta cha kwako haraka na ukae kwenye foleni. Tusikwamishane kucheleweshana. Amina. Sawa? Tuko pamoja? Sina maana kwa kumwambia Sara yeye mwenyewe kwa nimeona attention yake. Haleluya. Wanafunzi wa homiletics, haleluya. Sasa kutimiza kazi iliyokuleta hapa duniani. Kila mmoja ana kazi ya kufanya hapa duniani. Na marufuku usitumikie JCC. Usitumikie JCC. Tumikie ufalme wa Mungu. Amina. Tumikie ufalme wa Mungu. JCC haina posho hata ya shilingi. Haina. Posho ya mbinguni JCC haina. Posho yako iko wapi? Mbinguni. Kama assignment yako kituo chako cha kazi JCC, kaa tulia. Piga kazi. Amen. Ukienda pengine hakuna posho. Mungu ataangalia lota watumishi wangu wa ufalme wa Mungu. Okay. Kituo cha kazi JCC, kituo cha kazi TAG, kituo cha kazi FPCT. Wewe wa JCC umekurupuka huko mali pengine. Mwisho wa mwezi naona ndo dirishani. Kile madirisha hapo. Mwisho wa mwezi naona kwenye benki na kanini kale kakali. Kongo salio. Lakini ulipiga kazi umejichosha bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nilifundisha wakati fulani hapa ya kwamba kusudi la Mungu tunakumbuka ngapi? Ndio. Nikatoa mfano nikaja mpaka nikabeba vyombo vya mama Viki nikavileta hapo juu. Sikumwambia nini. Nikaleta hapo kufundishia. Nikaleta mwiko.
Sifuria, ilikuwa ni mwiko upawa sina nini hivyo. Lakini yote hayo yalikuwa ni kufundisha wewe. Na nikakwambia wewe ambaye ni upawa, kaa tulia kwenye hot pot. Amina. Pakua chakula kwenye hot pot kwenye sahani. Kwenye sahani na kijiko. Marufuku wewe nini upawa kukaa kwenye sahani, utapasua midomo ya watu. Amen. Hapo ni pakijiko, kazi yako imeishia kula kwenye sahani. Sasa kama wewe hujui ni upawa, hujui ni mwiko, hujui ni sifuria, hujui ni nini, ni kikombe, popote unajichopeka. Utaharibu shughuli. Amen. Utaharibu shughuli. Kama position yako kaa tulia. Na ukikaa kutulia mambo yana Nyonga. kutimiza kazi iliyokuleta hapa duniani. Kila siku usio kujaribu kitu kipya. Kama hujajua kaa tulia, ngoja utulie mpaka itakapofanyika. Kwa sababu unaweza kuwa unaendelea kufanya kumbe unazidi kuharibu. Sasa hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wangapi wanajua yale makatapila? Nasema makatapila unaelewa? Yale magari ya kutengeneza barabara. Kuna magari ambayo ni maarufu kwa ajili ya kuchonga barabara. Amen. Sawa? Kuna magari ambayo ni ya kuweza kushindilia. Na kuna matipe ya kuweza kumwaga morama. Kuna magari ya kuja kumwaga maji. Kuna magari ya kuja kuweka moramu ile nyeusi. Lakini mchakato unafanyika, unachukua muda kwa kupokezana. Sawa? Na baada ya hapo kuna vigari hivi vidogo vidogo. VIST, V30, umevijuaje sivyonaga? Sawa? Simuliza unako mimi sina. Lakini sivyonaga. Lakini mimi nikishaanza kupita lakini kabla ya kuna maskafeta ambayo yanapiga bila kumwaga mamiti na vitu vingine, si ndio? Kwa hiyo wewe hapo sasa kitu kingine cha ajabu na kilicho halisi. Lile dude ambalo limetumika kutengeneza ile barabara. Sawa? Baada ya kumaliza ile kazi. Unaelewa vizuri? Ni marufuku haitaki kupita bila rami. Likipita limeletwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye una matairi ya chuma tafadhali usitukanyagie barabara, unapodia lami. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa ukijua ya kwamba kuna kazi ambayo unataka kuifanya hapa duniani, utakaa macho koyo. Ili kusudi muda wako kuondoka hapa duniani usiishe na wewe hujaanza hata kazi. Na kwa bahati mbaya sana watu wengi mpaka unakufa hawajawahi kuanza kazi. Na wanafanya kazi za watu ambao haziwahusu. Kwa hivyo somo linakuja kurudiwa. Sasa sipote vile vinakuja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, tuangalie kitabu cha Luka. Luka sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 30 hapo. Habari hii ni mtu mmoja anaitwa Simoni. Simoni alikuja duniani kwa kazi maalum kama wewe ambao umekuja hapa duniani kwa kazi maalum. Na wakati wake wa kuondoka duniani ulipokaribia, Mungu akamwambia, Simoni, Simoni, Simoni. Najua umetumikia shauri langu vizuri kabisa. Umefanya yaliyo mema mazuri kabisa. Lakini kuna kitu kizuri nataka nikuonyeshe kwanza ukiwa hapa kwa duniani kabla ya kuondoka. Na hautakufa mpaka utakapokiona kwa macho. Hautakufa mpaka utakapokiona kwa macho. Na wewe kuna mambo ambayo Mungu ukikaa naye vizuri, ukatimiza kusudi lake vizuri, kuna mambo ambayo hayatatokea mpaka wewe uwepo na uyathibitisha halafu ndio ufe. Amina. Umeelewa vizuri? Amina. Hapa niseme hautakufa. Iwe ni kwa malaria, iwe ni kwa corona, iwe ni kwa ajali, iwe ajali ya ndege au ya majini, kwa yoyote hautakufa mpaka kile ambacho Mungu amekisema kwako ukitimie. Amina.
hapo ni tatizo tena. Tatizo jingine. Hebu tusome hapo, tusome hapo. Tasoma, Biblia inasema, na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. 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 Sasa haya yalikuwa ni maneno kati ya Roho Mtakatifu na Simoni. Mungu alimwambia ya kwamba hataondoka, kwa maana kwamba hatakufa mpaka atakapoona wokovu wa Israeli wa Bwana. Kwa maana mpaka Yesu atakapozaliwa ndio na yeye atakuwa na ruhusa ya kurudi nyumbani. Na wewe mpendo, tafuta kitu, ongea vizuri na Roho Mtakatifu, sinaongea naye. Ndio. Ongea na Roho Mtakatifu vizuri. Umwambie tafadhali, masuala ya kupelekana nyumbani bila taarifa sitaki. Sitaki kabisa. Kazi yangu itakapofika hapa duniani tupelekane kwa taarifa, sio kwa surprise. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kuna vitu lazima ndani ya moyo wako uwe na sababu ya kuendelea kuishi. Sio unaishi tu ni kusudi ule ugali. Tunakula ugali ni kusudi tufanye mapenzi ya Mungu. Tunakula ugali ni kusudi tuishi na kutendelea na moyo umetuleta kufanya. Lakini tusiishi ili kusudi tule ugali, na hapo ndio watu wengi tunapenda. Hapo ndio wengi tunapenda. Tunaishi tunakimbizana ili kusudi tule. Lakini kumbe tunatakiwa tule ili kusudi tuishi kuyatimiza yale ambayo yametuleta kufanya. Na mimi ndani ya moyo wangu kuna kitu ambacho Mungu alimwambia sitakufa mpaka nikione kwa macho yangu. Na sikwambii kitu gani? Nataka nikwambie sikwambii. Naleta mtachapa. Hapa chapako. Niamwambia Mungu mimi sitaki kufa. Tapata sitaki kufa. Hebu niambia kufa sitaki. Kwa sababu nina kitu ambacho nataka kwanza nikione, mpaka nikione kwanza ndipo hapo sasa nirudishe nyumbani. Na nina mpango wa kustaafu nikiwa na miaka 50, sio kustaafu kimishi. Sasa nikisema miaka 50 maana yake ujue sitakufa mpaka baada ya miaka 50. Unanielewa? Kama uko na mpango kama mimi nitakufa baada ya miaka 50 kufikisha kwangu, wewe ushakafeli. Nitastaafu nikiwa na miaka 50. Sasa sio utumishi nimekwambia. Baada ya kustaafu kwenye hii miaka 50, hapa hiki kitu lazima kianze kuonekana. Amina. Kitu gani hiki wewe hiki? Amina. Kwa hiyo wewe lazima utafute kitu ambacho utakuwa na fakti. Utakuwa na sababu yenye mashiko ya kumwambia Mungu sitaki kufa mpaka kitu hiki. Sasa sio umwambie Mungu sitaki kufa mpaka ninunue gari. Wewe. Tafadhali. Masuala ya gari yao kwa Mungu hayahusiki kabisa. Mungu anataka kitu ambacho kitamfaidisha yeye kwenye ufalme wake. Amen. Tafuta kitu kwa sababu ya maana ya kumwambia Mungu usinichukue mpaka hiki kitu ambacho kina manufaa kwenye ufalme wako kitimie. Sio mpaka nitakapopata mke mzuri. Mpaka nitakapopata mume mzuri. Wewe kwanza hakuna kuoa na kuolewa. Leo kwa hiyo tafuta kitu. Kama yule ndugu simfahamu aliambiwa andae mambo ya nyumbani mwake. Kwa miaka mingapi imesalia? Hakuwa nani? Hakuambiwa. Si ndio? Lakini Mungu alimwongezea miaka mingapi? 15. Alimwongezea miaka mingapi? 15. Alimwongezea miaka mingapi? 15. Kwa hiyo alichelewa, alizembea kwa muda wa miaka 15 kufanya mambo kadha wa kadha. Sasa kwa
alipewa taarifa na akapata hekima ya kulimit na kupindua kile kimepangwa, na Mungu akampatia neema ya kusogeza. Wewe usisubiri mpaka Mungu akwambie weka vizuri mambo nyumbani mwako unataka kuondoka. Wakati huu tengeneza, unapotaka kuondoka, umeshamaliza kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Katika akili yako asubuhi na mchana, chochote unachokifanya kifanye kwa ustadi, kwa nguvu, kwa maarifa, lakini mwisho wa hicho kitu kinalenga nini? Kujenga ufalme wa Mungu. Sisi nikwambieje? Natamani maana ukwambia na shida, natamani wewe hivyo sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kila kitu ukifanya kwa kulenga mwisho wa hiki kitu ni utukufu wa Mungu. Hata namna ya kuvaa kwako hautafikiria kwamba fulani atanione. Utaangalia kwanza, hivi nikivaa hivi hakuna watu sitawakwaza. Amina. Hivi nikivaa hivi hakuna watu sitazini nao katika namna ya ndani kwa ndani. Hivi nikifanya hivi sitakuwa hivi kwa watu wengine. Umeelewa vizuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Hivi nini? Okay, leo ninakula mchicha na dagaa. Kesho Mungu akinipatia uwezo wa kula nyama, nitabukia yote au utakula kilo moja, halafu kilo nyingine na mshamba pengine kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tengeneza sababu ya Mungu kufanya kitu kwa ajili yako. Tengeneza sababu ya Mungu kufanya kitu kwa ajili yako. Amen. Narudia, tengeneza sababu ya Mungu kufanya kitu kwa ajili yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sawa. Sasa hizi ni faida mbili kati ya nyingi sana. Mbili kati ya nyingi sana. Sasa wacha tuangalie kipengele kingine. Wacha tuangalie kipengele kingine. Wacha tuangalie kipengele kingine. Huu upako, huku kuishi katika upako. Huu upako, huku kuishi katika upako. Haiji automatic. Haiji moja kwa moja. Haiji moja kwa moja. Badala yake kuna namna ya kutengeneza na ikawa hivyo kwenye maisha yako. Kuna namna ambapo unatakiwa kutengeneza ili kusudi ikae na iwe lifestyle kwenye maisha yako. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa ufanye. Na haya mambo yako mengi, lakini tutakwambia machache. Mambo ya kufanya. Mambo ya kufanya yako mengi. Mambo ya kufanya yako mengi, lakini tutakwambia machache ili kusudi tusogee. Na niombe andika. Andika na sikiliza. Yote mbili kwenye kwa pamoja. Jambo la kwanza ni kuishi mtakatifu. Kuishi mtakatifu. Mambo ya kufanya ili. Mambo ya kufanya ili uishi katika upako. Mambo ya kufanya ili uishi katika upako. Mambo ya kufanya ili kuishi katika upako. Swala la utakatifu sina haja ya kulizungumza sana kwa sababu tumeshalisema sana na tunaelewa vizuri. Lakini nataka tuangalie kwa ufupi kwenye kitabu cha Waamuzi. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 19 na 20. Tunakutana na habari ambayo tulifahamu inawezekana kabla tujaokoka. Hii habari ni ndugu mmoja Samson.
Samsoni. Samsoni alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walipendelewa sana, kama wewe ambao umependelewa kwenye hicho ambacho aidha unakijua au hukijui. Samsoni alipewa kazi ya kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli kwa nyakati hizo, na Roho Mtakatifu aliingia ndani yake kupitia nywele, na utendaji wa nguvu zilikaa kwenye nywele zake, na akapewa maelekezo kuanzia kwa wazazi mpaka yeye mwenyewe kipi cha kufanya na kitu gani hatakiwi kufanya, ili kusudi hizo nguvu ziendelee kusustain na kutembea kama ambavyo Mungu alitaka iwe. Lakini kuna mahali ambapo Samsoni alishindwa, alifanya uzembe, na kutokana na mapenzi akamuuza Roho Mtakatifu. Kutokana na mahaba ya binti Delila, binti wa Kifilisti aliyefundwa akafundika kwa upande wa Wafilisti, na akaja kwa kazi maalum kwa ajili ya kuangusha Samsoni, na akafanikiwa. Na ndivyo hivyo, chonde tena na tena naambia, usioe wala kuolewa kwa kukurupuka. Kilichoko ndani yako unachokijua au kijui kitakufa. Samsoni ni mfano mmoja wapo. Maisha ya utakatifu ni pamoja na kufuata au kufanya kile kinachotakiwa kufanyika na kutokufanya kile ambacho hakitakiwi kufanya. Kwa Samsoni alitoa siri ya mahali ambapo nguvu zake zinapatikana, na kwa jinsi gani anaweza akaondolewa. Unajua kama ni upofu basi jamaa yani kabla ya macho ulianzia kwa hiyo. Mapenzi ni upofu, si ndio? Sasa wewe usipofuke kwa jina la Yesu. Amina. Kwa kodo. Amina. Uwe ndani ya ndoa, uwe nje ya ndoa. Kodo. Mapenzi yasikupofusha ukapuuza Roho Mtakatifu. Nguvu yako mahali ilipo. Usiwe mwepesi wa kumwambia kila mtu. Unielewa? Amina. Unielewa? Amina. Kila mmoja kuna mahali ambapo anajua mahali hapa. Hata kama kuna kiwango kimeshindikana, nikitumia njia hii lazima vimope. Kila mmoja ana channel yake ya kufundisha tunakuelekea. Kila mmoja ana channel yake ya kutibua kisima kilichoko kwa ndani. Kila mmoja ana namna yake ya kutibua kilichoko kwa ndani. Sasa na usiwe mwepesi wa kuropoka mahali ambapo kisima chako kimekaa kimetulia. Utakaribisha mbweha utaka kuchokonoa huko na wataharibu ya maji. Samsoni alifeli kwenye hilo, na baada ya hapo tunajua kilichoendelea. Hiyo mission ya Mungu ilifeli, japo baadaye ilikuja kujirudia, lakini kwa namna ambayo haikustahili hivyo, na ilipelekea yeye mwenyewe kufa nje ya mpango wa Mungu ambao tumekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maisha ya utakatifu. Kama unataka kuishi mbinguni na duniani kwa wakati mmoja, maisha ya utakatifu. Kama unataka kuishi mbinguni na duniani kwa wakati mmoja, maisha ya utakatifu. Hili alitopeki. Na yawezekana umefanya masiala, umefanya namna fulani, alafu kaja ukatesti nguvu, mbona bado kama zipo. Si ndio? Mbona kama zipo. Si ndio? Sasa siku moja utakuja kutesti hamna macho hamna. Unaelewa? Hata Samsoni na Yesu alifanya hivyo. Mara ukifunga kama mbichi, mara ukifanya nini? Mara. Tafadhali usiseme mara. Utakuja kushikia umesharopoka mahali pa ukweli. Halafu mambo yanakuwa mengine. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili. Kwa wewe ambao unataka kuishi mbinguni na duniani kwa wakati mmoja, uone madhihirisho ya Mungu, usione injili leo tupu. Uishi na kutembea kwa kusudi ambalo Mungu
alikusudia. Jambo la pili, kusoma neno na kulibadili kuwa halisi na hai ndani yako. Kusoma neno na kulibadili kuwa halisi na hai ndani yako. Kusoma neno na kulibadili kuwa halisi na hai ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, kuwa na Biblia usione umemaliza. Sawa? Wewe unaweza hata 100. Nilienda kwa mganga mmoja hapa Boko. Nilikuta Biblia. Na nikapiga naye story nzuri tu kabisa. Na nikamhoji maswali kadhaa na akaniambia tutumize ile Biblia. Sawa? Sasa kama mganga kienyeji anamiliki Biblia na anaitumia Biblia. Maana Biblia kama Biblia haina cha maajabu. Halo? Wewe kwenye mchezo kama hilo neno la humo halipo ndani, utakabika vizuri sana. Wewe kama hivi au kateluka kama hivi, unalala nayo. Unanijika vizuri. Lakini hayo maneno yaliyo kwenye Biblia unatakiwa kuyabadili na yawe halisi. Na uhalisi una uhai ndani yako. Na ndipo chochote kinachotakiwa kuwa kupitia kilichosema kwenye neno kinakuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani unafikiri wanaorodha wanafanyaga mambo mengi sana. Wanafanyaga matako. Na hayo matako wanayavivia hivyo hivyo. Na yale maneno yanahuishwa na kuwa halisi. Hii shilingi 10,000. Dada Sara, utanisamehe tu kwa kono unakoona hapo. Dada Sara atakapoigusa hii hela, mkono wake uparalyze. Dada Sara na yeye ndani yuko kukuru. Sema kukuru na yeye. Wale wa zamani kidogo kwenye chumvi tulikuwa tunawekea kwenye yale manani sinakumbuka. Chumvi ile acha ni wa mjini. Wale wa kijiji ile chumvi ya mawe ile. Kasuku jamani, wangapi mnakumbuka kasuku? Mafuta ya kasuku. Kwa wa zamani tupo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo mafuta ya kasuku ya. Ndio mafuta ya kupikia. Yakishaisha ndio kopo tu. Chumvi ya mawe ndio inapazia huko. Dalili ya kujua chumvi imo ya kutosha au vipi unatikisa. Sasa inaliaje? Maana yale mawe ya machache yanapiga karibu. Maana huko chumvi imefanya nini? Sasa na ule mchawi akipima ndani ya kopo ya kasuku ya darasala ile darasala huna mudu. 10,000 ameweka, anamuuliza maneno yake na ukija kuikamata kimeumana. Ilikuwaje? Imekuwaje? Amenuiza na yale maneno akayapigia yakawa hai na halisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana nilipokea simu moja. Inasemaje? Achana nayo. Sasa tunazungumza kwa habari ya neno kwa halisi. Wacha tujifunze kwa Yesu mwenyewe. Mathayo 4.
kwenye neno ambalo tulisoma na likawa hai ndani yake. Jamani, kwani hakuna walokole wanaosema uongo? Hawajasoma kwenye Biblia inasema usiseme uongo. Wamesoma. Lakini shida ni nini? Kwenye akili imo, ila haijawa halisi ndani yake. Tunaelewa vizuri? Anasema uongo na anajua kwenye Biblia imeandikwa useme uongo. Lakini kwa kuwa haijawa hai ndani yake, kusema uongo kwake sio issue. Sasa unaposema kwa baada ya kusoma neno na kulibadili kuwa halisi na hai ndani yako, maana yake ni lile neno kulichukua na kulicustomize. Ukisema kulicustomize, unaelewa? Yaani unalimiriki, unalichukua na kulifanya kuwa lako kabisa. Halo. Sitakufa bali Taishi. Sitakufa bali nitaishi. Halafu sasa hayo matendo makuu hayawezi yakaja na ukasimulia kama usipoyadhihirisha. Utasimulia ya wengine. Amen. Utasimulia ya kwenye Biblia. Tafuta ya Ngosha, tafuta ya Eva, tafuta ya Frenki, tafuta ya Kennedy. Ili kusudi hata kama miaka ijayo Biblia inaandikwa na wasimulia ya kwako. Kama wewe unawasimulia ya kwao. Kwa ngapi wako tayari kwenye hilo? Amen. Kuna kazi ya kufanya sasa. Cha kwanza, kuishi takatifu. Cha pili, kusoma neno ambalo limeelekezwa kwenye Biblia na kulichukua kama lako na kulifanya kuwa lako na kuliishi kabisa. Kabisa. Mtu hataishi kwa Mkate tu. Mtu hataishi kwa mkate tu. Isipokuwa ni kwa nini? Kwa kila neno. Kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Kinywa cha Mungu. Na kinywa cha Mungu kinaendelea kusema mpaka sasa hivi. Sio tu yaliyoandikwa kwenye Biblia. Kinywa cha Mungu kinaendelea kusema mpaka leo. Unaelewa vizuri? Sasa kama mtu hawezi akaishi kwa mkate tu, kwa maana chakula cha mwili, isipokuwa kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe utaishi. Amina. Kwani wanaofunga kwa siku 40 bila kufa, unafikiri ni nini? Ni neno la Mungu limehuishwa ndani yao ya kwamba nimekupatia kibali cha kufunga 40 days. Thubutu usifunge kama neno la Mungu halijasema hivyo kwako. Usitafutie kesa. Amina. Amen. Usitafutie kesa kwanza. Amen. Kama Mungu amesema kwa neno lake, funga siku 40 na utaishi kweli, hautakufa wala hautakosa nguvu. Musa alifunga pote mara tu. Hivyo. Kiingereza cha Kisukuma huko. Kwa hiyo ni neno la Mungu limehuishwa ndani yake na likawa hivyo. Kwa hiyo haikomei tu kwenye kufunga, lakini kwenye maisha yote ya kila siku. Cha kufanya, wapi uende, wapi usiende, ufanye nini na kitu gani. Yote hayo kuanzia yaliyoandikwa kwenye Biblia mpaka yale ambayo anaosema na wewe leo hii. Yawe halisi. Utatembea hapa. Haya. Jambo la tatu. Kuomba katika roho. Kuomba katika roho. Kuomba katika roho.
katika roho. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 4. Jamaa, wewe mtu ambaye umeokoka na una access ya kutumia for will. Nikisema for will unanielewa? Will unajua? Will unajua? Will ni matairi. Yaani kitu ni mfumo wa matairi. For will matairi manne. Kwenye gari ni pale ambapo unaweka gia ya kufanya matairi yote ya mbele na ya nyuma ya zunguke kwa mtu mmoja. Sawa? Sasa naposema kutumia for will ni kuomba katika roho au kuomba kwa kunena kwa lugha kuliko halisi, sio shamba. Haya, mtu mmoja msomea. Ninasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubie hulijenga kanisa. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Sasa kwa namna kutubu ni kule kuongea au kusema au kuomba kutumia akili au kuhubiri, ndio kutubu. Lakini anaposema anenaye kwa lugha ni kule kuomba kwa kunena kwa lugha kuliko halisi, sio shabara. Narudia. Hapa mtu ambaye ana utaratibu wa kuomba kwa kunena kwa lugha always, mara kwa mara, kila wakati, anajijenga nafsi yake. Kwa hiyo kama kuomba kwa kunena kwa lugha kunajenga nafsi yake, maana yake kuna namna nafsi inaweza ikawa hivi. Lakini kadri unaponena nafsi inaongezeka. Kadri unapozidi kunena inazidi kujengeka. Sio inakuwa kubwa, na maanisha zile nguvu tendaji, upako unazidi kuongezeka. Mpaka kimeisha sasa. Lakini katika yote haya, kadri unapozidi kufanya mara kwa mara, unazidi kuongezeka. Zile nguvu tendaji ndani yako zinazidi kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna aina tofauti za nguvu katika upako. Endelea kukaa darasani tutajifunza. Sasa wewe ambaye una access ya kutumia hii kunena kwa lugha, tafadhali narudiaga tena, usifanye kutulingishia tu. Sawa? Usifanye kwa nini? Kutulingishia tu tena unanena kwa lugha kama wa kiroho. Itumie vizuri. Sawa? Itumie vizuri. Na hasa ukiwa nje ya kusanyiko. Ukiwa nje ya nini? Ukiwa nje ya kusanyiko. Kwa sababu nje ya kusanyiko unakwenda huru wa kujimwaya. Hakuna cha kwamba sasa muda wa maombi umeisha, tunaingia wakati wa sifa. Sio? Wewe unachochea tu huko, unakombea huko. Sawa? Lakini tukiwa hapa kanisani, tunaitumia sawa, lakini kwa kujibarabana. Na mimi sijui na nataka wengine kujua. Sasa kama inakuwa jinsi. Lakini mimi nikiwa nanena kwa lugha na hata nikiwa mwenyewe, woga na vurugu hapa. Hakili inakuwepo. Lakini bwana woga na hama. Enda kwa hama kweli, hama. Unanielewa vizuri? Sometimes nikiwa chumbani kwangu, niwataka siku moja hapa, tulikuwa mkesha kwenye mfungo la siku 21. Siku moja nimenena ndio kuja kustuka, niko chini ya Mungu. Nilifikaje huko tena? Natoka Mungu. Haleluya. Sasa maombi kama hayo unamke ndani na yeye mtafunga kama. Tafunga kama kabisa. Kama kuna watoto wanasema baba huko sasa tutanganyiko jamani, wanaenda kuita msaada huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uko mwenyewe unazama, unatokomea
kusema mdomoni, vinavyoonekana kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wote tuangalie mfano wa Yesu mwenyewe. Yaani unajua Yesu alikuwa ananena kwa lugha balaa. Hivi unajua hiyo? Unajui? Yesu alikuwa anakata ndimi. Wewe ndio toka darasani, tutakuonyesha yote. Sasa wacha tuangalie maisha ya Yesu angalau Paulo. Maisha ya Yesu yalikuwa yametawaliwa na vitu vinavyoonekana, sio vya story. Sio? Maisha ya Yesu yalikuwa yametawaliwa na vitu vinavyoshikika, vinavyoonekana kwa macho, sio vya upenishana. Ngosha nakuja. Chungaji, nasikia kitu kinauma, lakini hebu naomba niombee. Wakati wa jina la Yesu, pokea uponyaji Ngosha. Pokea uponyaji. Ngosha unasikiaje? Nasikia vizuri mchungaji, lakini hapo kama bado Bwana ndio kutenda. Ndio. Umepona. Tunataka Ngosha aseme bila aibu, sijapona. Mchungaji kitu bado kinagonga. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ukija kwangu mimi nikuombea. Hujapona, tafadhali usinitie moyo. Usinitie moyo. Niambie mchungaji, hapa bado. Kama mgongo unauma, mchungaji anasema kama ndio umezidi, wewe niongeze kabisa ili nijue hapa kazi inaendelea. Tunaelewana vizuri? Sio kwa mimi utapona. Nataka tuone umepona. Haujapona, eleza hujapona, kitu kifanyike. Halo. Tunataka vitu vinavyoonekana. Tuangalie mfano wa Yesu michache. Sasa kwa wakati wako utaenda kusoma, utasoma hizo michache. Lakini Mathayo 14 Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka 36. Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka 36. Hapo kuna vitu vingi sana ambavyo ukisoma kwa wakati wako utaona Yesu alikuwa akiishi. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Kila wakati. Na hakuridhika ya kwamba amefanya kitu kinaonekana amerelax. Anasubiria mwingine aje tena piga. Alikuwa akipiga huduma, akitoka kwenye huduma anasema kwenye maombi. Akitoka kwenye maombi anaingia kwenye huduma. Akitoka kwenye huduma anaingia kwenye maombi, ndio maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa ukisoma kwenye hiyo Mathayo kuanzia 13 ukatirika mpaka 36. Tuanzie tu hapo mstari wa 13. Mstari wa 13. Hapa Yesu ndio wakati huo sasa mambo yameanza kuchemka. Mambo yameanza kuwa fire. Na ndugu yake Yohana amekamatwa, halafu aone Yesu akifanya lolote la kumsaidia. Na akatuma watu kuuliza, "Hili ndio yeye kweli au subiri mwingine?" Na akawapatia jibu lililonyooka vizuri. Ya kwamba jibu sio kwamba ndiye au si, isipokuwa matendo yenyewe yanasema ya kwamba ndiye au si. Na sometimes na wakati mwingine usitaki sana kujitetea. Usitaki sana kusema. Umesingiziwa, umeambiwa ukweli au umesemewa ukweli. Usitaki sana kusema kwa sababu hautabadilisha chochote. Isipokuwa stiki kwenye pale uliposimamia. Halafu matokeo yenyewe yatajisema yenyewe. Umeelewa vizuri? Na ndio kupunguzia hata muda wa kurumbana na watu na unajua vitu vingi vya kufanya Si unajua na muda wako kufa lazima ukaribia wewe. Na kama tu ukweli, muda wako kufa unakaribia. Sasa kama una muda wa kukaa na kugombezana na watu na kusutana, poteza muda. Sasa Yesu wakati huu yuko kazini mwanaume.
Kwanza 13 inasemaje? Naye Yesu aliposikia, aliondoka huko katika chombo. Sawa. Akaenda mahali pasipo watu. Faragani. Sawa. Na makutano waliposikia walifuata. Kwa miguu kutoka mjini kwao. Tulia hapa. Yesu aliposikia haya, yapi yale ambayo yametokea kwa Yohana, akaona hili zadi mimi halinihusu. Hili zadi alifanya nini? Halinihusu. Misha na mpango wa Mungu bado uko pale pale. Sometimes tunajichelewesha kwa kufanya mambo yasiyokuhusu. Halo. Duniani kuna mambo mengi sana ya kufanya. Usifanye kila kitu. Duniani kuna watu wengi sana wakupigia simu. Kwa simu yako penyewe wako watu kibao. Ukisema pigia simu utakatoka asubuhi mpaka usiku unapigia simu. Si ndio? Na ndivyo ilivyo. Kuna vitu vingine vya kufanya vingine vya kufanya. Usilazimishe kufanya kila kitu utapasuka msamba. Halo. Sasa Yesu akaona hizi zali mimi hanihusu. Mimi nina misheni yangu na yeye ana misheni yake, ameshamaliza hapo. Anaondokaje kwa namna hiyo? Na mimi nina misheni yangu, ninaingia kazini. Yesu akatoka zake, akapanda chombo, akasepa. Akaenda mahali faragani, akiwa peke yake, katika utulivu mzuri. Akakaa, akatulia. Akifanya nini? Sio alienda kulala huko. Akiomba. Na baada ya kuingia kule kwenye maombi akakaa, akatulia, akaisemesha mbingu vizuri. Watu waliokuwa huko walimpata wenyewe. Hakutuma ujumbe, hakupiga simu, hakupeleka maombi watu waje huku. Mbingu yenyewe ilikusanya watu na ikawapeleka kule. Amina. Na hawakupanda chombo, walienda wanakotora. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya vitu vikaa vizuri katika position yako, hautatafuta watu. Mbingu itawaleta wenyewe. Lakini ukipiga ngonji na mambo yanapiga ngonji. Ukikaa mahali pako na mbingu inafanya kitu, na kuna kama ni watu itakuletea. Kama ni wateja itakuletea. Kama unataka mke itakuletea. Kama ni mume itakuletea. Kama ni nini itakuletea. Amina. Kwa sababu wewe umekaa kwenye mpango wa Mungu. Na Mungu hataki usote huku na kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu amekaa faragani anapiga maombi na watu walikuja wenyewe. Halo. Amen. Halo. Amina. Na ndio maana ukikaa vizuri kama mtu mmoja au kama kanisa, kama unataka watu kanisani watakuja. Misheni na program za uinjilisti zinafanyika sawa, lakini unaweza kupiga uinjilisti mwaka mzima mguu kwa mguu na hakuna anayekuja kukaa kanisani. Tunaelewana vizuri? Lakini ukisemesha mbingu itawatoa kama ni vichochoroni, kama ni wapi. Sasa baada ya hao watu kwenda, Yesu alichokifanya aliyopiga nchi. Aliwapiga nchi. Akamwaga neno. Akafanya kazi ambayo imemleta hapa duniani kufanya. Kama mambo wewe una kazi ya kufanya hapa duniani. Na Yesu akaifanya hiyo kazi, tayari watu wakufanyia hiyo kazi wako mbele. Na haikukomea hapo. Haikuishia hapo. Na wakuthibitisha kwamba maneno anayozungumza sio maneno matupu. Kuna kitu kitendeka cha kuthibitisha ya kwamba anachokisema ni kweli. Kitu gani kilifanyika? Mstari wa 19 na 21. 19 mpaka 21. Ndio? Biblia inasema. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili.
akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi. Wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakaokota masazo ya vipande vya mikate, vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Jambo hili tunalifahamu vizuri na tumeshasikia mara kadhaa, lakini kwa mujibu wa kile ambacho tumejifunza, Yesu baada ya kuhubiri injili yake haikuwa tupu, haikuwa chukuchuku. Iliambatana na matendo na madhihirisho. Yaani kati ya 5 na samaki wangapi? Wawili. Na watu maelfu wakala na wakasaza. Sasa na wewe sio lazima ukalishe watu maelfu, lakini lazima kuna kitu. Hata kama uko mtaani, hata kama uko mwenyewe unapiga injili. Sawa? Hata kama uko mtaani uko mwenyewe unapiga injili. Kabla kumaliza maombi yako, hata kama hajaja mtu wa kuokoka, piga maombi pale. Kama kuna livengo huko kichochoroni kwa nyumba za jirani, tena tegea mahali ambapo unajua kuna mchawi fulani mmatata hapo, simika hapo. Piga, washa moto vizuri. Haleluya. Kama kuna majini, kama kuna nini huko ndani, kama kuna mtu ana pepo, atafunguka mwenyewe. Nini unachokoza? Unataka udhibitishe nilichokisema hapa kweli kinaishi na kinafanya kazi. Na fanya uthubutu. Unaelewa? Fanya nini? Fanya uthubutu. Lakini uthubutu wa kiwango. Niliwafundisha wale waliamisi ya kwamba kuna ile kuwafanya watu kuaminisha. Sawa? Nikawaelekeza kwamba ufanye, lakini isiwe nje ya kiwango. Sawa? Lakini kama Roho Mtakatifu amekwambia fanya kwa sababu yeye atathibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Sasa unaona Yesu anathibitisha yale maneno ambayo ameyasema. Na kweli yanaonekana kwa macho. Na baada ya hapo unajua kifanya kitu gani? Akamwambia wanafunzi wake waondoke, waende kwa ajili ya kuandaa mahali pengine, kwa ajili ya mkutano mwingine. Lakini yeye alifanya nini? Alienda mlimani kuomba. Mstari wa 23 nasema, naye alipokwisha kuaga makutano, sawa, alipanda mlimani Paradani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Na alipokwisha kuaga makutano, hao ambao wamekula mikate na samaki wakala wakasana, alipanda mlimani Paradani, maana yake kwa peke yake. Akaingia chimbo tena. Alienda kufanya nini? Alienda kuomba, hakwenda kulala. Kama amepiga kazi, amechoka mpaka ameshusha mikate maelfu. Kwa hiyo amechoka sana, kwa hiyo aenda kapumzike. Mwanaume alipoenda Paradani peke yake, hakwenda kulala. Amina. Alienda kuomba. Kwa hiyo naona maisha yake yalikuwa ni maisha ya huduma maombi. Na baada ya kuomba 26 kitu gani kinatokea? Mstari wa 26. Biblia inasema, ndio wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Baada ya Yesu kupiga ile mkutano, watu wengi maelfu wamekula wamesaza, na anatoka anaenda tena kujichaji. Anatembea juu ya maji. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakwambia na wewe uende ukatembea juu ya maji, lakini atakufundisha ya kwamba ni bumper to bumper. Kama unielewa inaweza kama hivi. Bumper to bumper. Madriver unanielewa? Amina. Driver baba de boy akaonyesha sasa driver pia au umejitoa driver. Haleluya. Yesu hakuridhika kwamba amepiga mkutano, mambo makubwa yanatendeka, aenda kalale. Anatoka kwenye mkutano, anaenda kwenye maombi Paradani. Anaenda kuchochea
kwa sababu kuna kazi kubwa mbele inamsubiri. Anatoka hapo unamwona anatembea chini ya maji. Anatembea chini ya maji mwanangu. Lakini kutembea chini ya maji haikuwa mbwembwe. Isipokuwa alitaka athibitishe hata kwa wanafunzi kwamba yeye siye mwanadamu wa kawaida kama ambavyo anachukulia. Yeye amebeba na anaishi katika upako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa 33 inajithibitisha. 33 inasema nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Waliokuwa kwenye chombo ambao ameishi nao na amefanya nao huduma kwa muda, inafika mahali wanasema I say, hakika huyu amebeba kitu cha tofauti. Huyu ana kitu cha ziada. Huyu si yeye tuliyemfahamu. Huyu hakika ni mwana wa Mungu. Sasa naipige mahali wewe usitumie nguvu nyingi kujitangaza. Mimi ni mwinjilisti wa kimataifa nani na majina kede. Ifike mahali mambo yathibitishe yenyewe. Mimi ni profeti. Wewe nani imeenda imerudi majina marefu kama Qur'ani. Tunataka matendo ya kudhibitishe. Halo. Halo. Tumalizie 36. Hapa tunaona Yesu bado mambo makubwa yanaendelea kutokea, lakini yote hayo ni matokeo ya huduma maombi. Haya, sasa kitu gani kinatokea? Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waligusa kwa nini? Wakapona. Wote. Unajua wote? Wote. Na hiyo namna ya kugusa pindo la vazi hapo nitakuja nikufundisha vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matendo makuu ya Mungu yanaendelea kudhibitishwa kwa Yesu kutokana na lifestyle yake ya namna ya kufanya na Mungu. Kwa hiyo nakufundisha hiyo pointi ya 3 katika namna ya kufanya ili kusudi uishi katika upako, katika mambo matatu. La kwanza tunasema nini? Uishi utakatifu. La pili, kusoma neno na kulibariki. la tatu, kuomba katika roho. Na kuomba katika roho kuliko halisi, sio shabara. Sio kapiga shabara, ndio kuuliza mchungaji, vipi mbona kimya? Sawa? Hiyo sio. Naomba nikaendeshe swali moja mawili tumalize.